Mwamba aliyepona katika ajali 7 ikiwemo ajali ya ndege, ajali ya train, ajali ya basi pamoja na gari ndogo. Mwamba huyu anaitwa Frank Selak. Ni mmoja katika watu mashuhuri sana kutokana na sifa yake ya kuwa mtu mwenye bahati kubwa zaidi duniani. Baada ya kunusurika katika ajali 7 mfululizo na baadhi ya watu ambao walikuwa wakimtania kwa jina la mpenzi wa kifo, maisha na matukio ya Frank yanastajabisha sana. Mwamba huyu aliyewahi kuwa mwalimu wa muziki miaka 84 kutoka Croatia alipata umaarufu kutokana na matukio 7 tofauti ambayo aliyapata kati ya miaka ya 1960 hadi miaka ya 2000. Miongoni mwa matukio hayo ni ajali ya treni ambayo ameipata mwaka 1962. Treni aliyokuwa akisafiria ilitumbukia ndani ya mto baada ya reli kuvunjika. Selak alinusurika huku watu wengine 17 wakipoteza maisha. Lakini pia mwaka 1963 mwamba huyu Frank Selak alipata ajali ya ndege. Alirushwa nje ya ndege wakati wa mlango wa ndege ulipofunguka ghafla akiwa angani, na kwa bahati mbaya zaidi alianguka kwenye rundo la nyasi, huku watu wengine 19 wakifariki, na hii ilikuwa ni mwaka mmoja tu tangia alipopata ajali ya train. Mwamba Selak miaka 3 baadaye, yani mwaka 1966, alipata ajali ya basi na alinusurika baada ya basi kutumbukia ndani ya mto, huku watu wengine 4 wakifariki. Mara nyingine tena alikwepa kifo. Lakini pia mwaka 1970 gari lake iliwaka moto huku akiwa ndani ya gari, lakini bila kutarajia aliweza kutoka ndani bila kuumia. Ni ajabu sana, mara 4 anapona katika hatua ya kifo tena. Lakini pia Frank Selak miaka 3 baadaye, yani mwaka 1973, ikiwa ni mara ya 5 mwamba huyu amemgomea Israeli mara tu baada ya pampu za mafuta ya gari yake kulipuka. Lakini mwamba kama kawaida yake alitoroka bila majeraha. Aisee, kama movie hivi. Huyu mwamba alikuwa ni Mhindi. Lakini pia mwaka 1995 mwamba Frank Selak aligongwa na basi, na kugongwa na basi cha ajabu zaidi, jamaa alipata majeraha madogo tu na michubuko, yaani hata hakuvunjika mfupa wake baada ya kugongwa na basi. Hapa ni kitu cha ajabu sana. Hapa ikawa ni mara ya 7 mwaka 1996 gari lake iliteleza kwenye barabara ya mlima, yaani kama zile barabara za Kitonga, likashuka kwenye ukingo wa mto. Lakini mwamba yeye aliruka nje kabla ya gari halijajidondosha na akapona tena. Mwamba alikuwa na bahati kweli kweli. Lakini pia huyu mkuu, yaani Frank Selak, hakuishia hapo. Mwaka 2003 Selak alishinda bahati nasibu ya dola milioni 1 katika mchezo wa kubeti, akizidi kuthibitisha ya kwamba maisha yake yalikuwa ya kipekee sana na alikuwa na bahati njema. Lakini baada ya ushindi wake, Selak alichagua kuishi maisha ya kawaida tu, akigawa sehemu kubwa ya pesa familia pamoja na marafiki. Alisema ya kwamba pesa hazikuwa muhimu sana kwake kama vile ambavyo amani na furaha maishani mwake ilivyomtawala. Hadithi yake mara nyingi imechukuliwa kama funzo la kushukuru maisha. Hata pale ambapo unakumbana na changamoto kubwa zaidi, usikate tamaa. Lakini kama ilivyo kawaida, kifo hakiwezi kukukimbia kila siku. Mwamba alifariki 2016 kwa maradhi ya uzee. Kutokana na kitu ambacho kimetokea kwa Frank Selak, aliweza kukikwepa kifo kwa mara 7, yani ajali 7. Huyu mwamba aliweza kupona, lakini baadaye akaja akafariki kupitia uzee au ugonjwa unaotokamana na uzee, yani kuchoka, baadhi ya viungo vyake vya mwili kutofanya vizuri. Mwaka 2016 mchizi ndo alifariki. Ukimcheki mwamba aliweza kupona ajali ya mwaka 1962, lakini hapo hapo baada ya mwaka mmoja tu mbele alipona kutokamana na ajali nyingine ambayo ilikuwa ni ajali ya ndege ya mwaka 1963. Kutoka mwaka 1963 hadi mwaka 1966 ni kama miaka 3 tu hivi hapa katikati. Huyu mwamba alipata ajali tena, ajali ambayo ni ya basi. Alinusurika kutumbukia ndani ya mto. Huyu mwamba bwana ni mmoja katika watu ambao Mungu alikuwa anawalinda sana. Kutoka mwaka 1966 hadi mwaka 1970 ni kama miaka 4 hivi. Huyu mwamba alipata tena ajali ambayo gari lake lilipuka moto, yani liliwaka moto huku akiwa ndani. Ukiachana na huo mchongo, ni bado mchizi alipona. Huyu mwamba kama angekuwa bongo, angeenda kuchinja mbuzi kwanza ama kuchinja ng'ombe ili apate shukurani kwanza au akatambike. Na kutoka mwaka 70 hadi 73 ni kama miaka 3 hivi, huyu mchizi alipata tena ajali ambapo
moja katika pampu za gari yake ililipuka. Just assume watu wakigongwaga na magari wanakuwa nafariki kabisa, unamkuta mtu hatamaniki, yani kila kiungo kimechakaa kwa upande wake. Lakini umchizi alinusurika kifo, yani hakuvunjika hata mfupa, alipata tu majeraha madogo madogo na michubuko. Moja katika vitu ambavyo pia viliwashangaza watu wengi sana. Mchizi alitakiwa kuwekwa kwenye kitabu cha Guinness, na mwaka 1996 Fren alinusurika tena pale ambapo gari yake iliteleza katika mlima ambao kwa sasa tunaufananisha na mlima Kitonga, moja katika milima ambayo watu wanaiogopa sana. Ukifika pale, mtu wangu, kama hujawahi kufika, ni lazima roho ishike mkononi, unahisi kama utakufa muda wote. Lakini mwamba aliteleza sehemu kama ile, lakini aliruka kutoka kwenye gari yake kabla gari haijafika chini, yani kabla gari haijajigonga kwenye mawe. Mchizi alisharuka na ameshatoka kwenye gari yake. Lakini pia hii ikawa imeongeza idadi ya nafasi ambazo alimkimbia Israel, yani alikikimbia kifo. Moja katika vitu ambavyo pia viliwashangaza watu, bana, inakuwaje mchizi hafi? Lakini pia inakuwaje mchizi anapata sana ajali, lakini ajali zote ambazo anapata ananusurika na kifo? Haikupita muda pia, baada ya miaka kama 7 hivi, mwaka 2003, mchizi tena alipima bahati yake kwa kubeti, na hapo alishinda dola za Kimarekani milioni 1, pesa nyingi sana, moja katika pesa ambazo alijishindia kutokana na bahati yake. So baada ya kubeti mchizi, hapo ndo alithibitisha kwamba kweli Fren Selak ana bahati ya kuzaliwa, na hapo alithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anamwangalia vizuri sana. Lakini pia hizo so solution. 2016 mchizi alifariki, na hili kutokana na uzee. Unaweza ukakwepa vifo vyote, lakini kwa sababu uzee hauwezi ukaukwepa, ni lazima uzee ukupelekee kifo. Fren Selak ni moja katika watu ambao wametengeneza historia kubwa sana kwenye maisha yao, moja katika historia ambazo haziwezi zikavunjwa na mtu wote. Hakuna mtu ambaye anaweza akawa na bahati kama hapa ya kukwepa vifo mara zote hizi. Watu wengi tumeshuhudia kwamba akipata tu ajali moja, kugongwa na basi tu inatosha kukupeleka wewe katika kifo. So moja katika story ambazo zinagusa sana, lakini pia ni moja katika story ambazo zimewashangaza watu wengi sana, ni story ambayo inamhusu Fren Selak. Kama una kitu chochote cha kusema kuhusiana na Fren Selak, unaweza ukadondosha comment yako hapo kupitia uwanja wa comment. Mimi naitwa G21TZ.